Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Kwa hizi tabu nazopitia, kwa kitendo cha pekee, sijui ni nani ameanzisha kitu hiki, anastahili sifa ya pekee. Siku zote tujitahidi kuokoa mgonjwa, sio kwenda kwenye msiba. Tunapomwokoa mgonjwa akipona, ndio furaha yetu. Wana Uwemba, Uwemba ni mji mkubwa. Ubaridi huu usiendelee. Tumekuwa wabaridi mno. Wageni toka mbali wamejitoa kuja hapa kwa ajili yetu, lakini utashangaa wengine wako mashambani. Mgonjwa huyu ni wa kwetu, tunaye hapa. Sisi ndio wenye ngoro. Kwa nyinyi mliofika, Mungu awabariki sana kwa muda mliotoa. Na washukuru sana kwa muda wenu. Muda ni kitu adimu sana. Wengi wanakataa hata uongozi kwa sababu hataki kutoa muda wake. Muda ni sadaka kubwa mno, na wageni mliotoka mbali na wapongeza sana kufika hapa. Hii ni faraja, na mimi nasema wazi, Adelina, siwezi kutumia herufi za mwanzo za H na C. Sitapona, sipendi kutumia lugha hiyo. Haiwezekani, sipendi kutumia lugha hiyo. Adelina, utapona. Adelina, upone, urudi, uongee na sisi. Panga familia yako vizuri, acha maagizo yako vizuri, familia ikae vizuri, maisha yaendelee. Yule anayekuja kukutisha kusema sijui, mnyage, lugha hiyo haitakiwi kabisa. Adelina, futa kichwani. Mungu atakusaidia, utapona, utarudi kuwa na sisi. Nisizungumze sana. Mimi nimefurahi sana kwa tukio hili. Sisi bado wachanga hapa, tumejifunza vya kutosha, na ninaahidi maskini jeuri, lakini jina la maskini jeuri haileti nani sana, lakini ina maana yake jeuri. Jeuri ina maana haogopi, anaingia popote pale. Kwa hiyo maskini jeuri, asante sana kwa ukakamavu huo. Vaa mkanda wa pekee. Ungekuwa na mavazi ya pekee, tukutambue wewe ndio maskini jeuri. Na vyeo kama vya kijeshi ungekukimbia kidogo, maana kazi unaofanya ni kubwa. Amina. Unakwenda sehemu zingine za hatari, lakini wewe unaingia hapa. Nakushukuru sana. Atokee msanii wa pekee amshonee mavazi ya kumjulisha huyu ndio maskini jeuri. Kwa sababu polisi ana mavazi yake na vyuma begani kama vyeo. Padre ana kanzu. Lakini huyu ilibidi awe na mavazi yake ya kumjulisha huyu ndio maskini jeuri. Natoa wazo, lakini watu waache kwanza. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wa Uwemba, tuwe na furaha kubwa. Ugeni uliokuja tuwe nao pamoja mpaka mwisho wa zoezi hili. Tumshike mkono mgonjwa wetu, aende akatibiwe salama, arudi salama, maisha yaendelee. Asante sana. Mtumishi wa Mungu kama yupo hapa, namuomba mara moja.
Nilikwenda kunana na paroko, nikaambiwa katekista amefika. Karibu. Amina, basi tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ni mwema, mwenye haki na nguvu ya ajabu, pekee yako unastahili sifa na utukufu. Asante Yehova kwa sababu ya kutuinua toka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Tulinde, tutunze, tukulimie nguvu ya ushindi. Asante Yehova kwa sababu ni mwema, mwenye haki na nguvu ya ajabu. Baba, tazama tuko kwenye viwanja hivi, tunaalika mkono wa baraka na ulinzi wako Mungu, ukajitukuze na kutenda mambo ya ajabu katikati ya yote ambayo tumekusudia kuyafanya mahali hapa. Tunaileta Radio Prince mikononi mwako na washiriki wote tunawainua mikononi mwako. Mungu, tawala mwenyewe na hali ya hewa na mahali hapa. Mungu, ukajitukuze mwenyewe na ukatende sawa sana makusudi yako. Baba, anza pamoja nasi, kamalize pamoja nasi kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na tunashukuru pia mtumishi wa Mungu kwa muda wako pia ambao umeutenga. Jamani, tayari kampeni ndo tunaanza hivyo. Sawa sawa. Kwa wale wageni hivi ndo huwa tunafanya. Na muda huu kama una ndugu yako yuko nyumbani, mwambie aisikilize Athens FM. Haya matangazo tuko live kabisa kutokea hapa uwanja wa Uwemba, ikiwa ni muhitaji wetu wa pili wa kampeni ya Tunaishi Nao msimu huu wa 7 mwaka 2025. Sasa kwa hii nafasi naomba kwa haraka ni watambulishe wafanyakazi wa Athens FM. Naomba sasa tusogee hapa meza kuu na kisha tufahamiane na ndugu zetu ambao wako hapa na wamefika kwa ajili yetu kwa sababu wanatusikiliza kwenye vipindi vyetu, na kila mmoja aseme kwa nafasi yake. Mimi ninayezungumzwa naitwa Elia Chungwa, ni meneja wa vipindi na maudhui wa Radio Athens, na hapa nasimama kama mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao tangu msimu wa mwaka jana mpaka mwaka huu. Tunaendelea kuwa pamoja, na kwenye vipindi vyangu pale Athens FM nasikika zaidi kwenye vipindi vya michezo. Kipindi cha Sports Power kinafanyika kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 4 mpaka saa 7 mchana, lakini tuna kipindi kingine cha michezo saa 2 mpaka saa 3 usiku kinaitwa Sports Line. Mimi nasikika pale na ndiye ambaye huwa nawasomea habari ya saa 2 kamili asubuhi kwa siku zote za juma. Niombe sasa tuanze na mfanyakazi mmoja mmoja kwa nafasi yake. Utakuja utataja hapa jina lako na majukumu yako pale Athens FM kwa haraka kidogo bila kusuasua. Karibu. Kamwene. Mimi naitwa Gelodi Mkulu, nasikika kwenye vipindi vya michezo Sports Power saa 4 mpaka saa 7 na Sports Line saa 2 mpaka saa 3 usiku. Ni mchambuzi. Asante. Tunaishi nao. Asanteni sana. Binafsi kwa majina naitwa Pastor Kadashi. Tunashukuru sana wana Uwemba kwa kutupokea kuja kwenye shughuli hii kubwa, hasa ya kumshika mkono mama yetu, dada yetu Adelina Mwanyika, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akihangaika. Nimeshajitambulisha, lakini kwa vipindi ama majukumu ambayo nayafanya pale radio, nafanya kipindi cha asubuhi leo, lakini pia nafanya vipindi vya michezo kwa maana Sports Power pamoja na Sports Line, na kama haitoshi nafanya pia kipindi cha sayari ya upako ambacho kinafanyika kwa wiki mara moja kwa maana ya Jumapili, na hivyo hayo ndio majukumu yangu. Tunaamini kuja kwetu hapa leo ni sehemu ya kuleta mwanga kwa mama yetu ama dada yetu Adelina Mwanyika, na hivyo tunashukuru sana kwa kutupokea, na tunaamini kitakachopatikana kitamweka sehemu. Asante. Usimwache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Kwa majina naitwa Edina Ernesti. Majukumu yangu katika Athens Radio ni nasimamia kipindi cha Entertainment Extra Flavor, kinaanza saa 7 mpaka saa 10,
Asanteni. Baridi za mchana. Weuli. Kwa majina naitwa Shilas George au Masai Mtukazi. Nasikika kwenye vipindi vya The Bench pamoja na asubuhi leo vya Upland FM Radio. Asanteni wana wema. Habari. Kwa majina naitwa Sami Kiombo, huwa napatikana kwenye dawati la habari, pia mara chache sana tunakutana kwenye night show. Asante. Mimi naitwa Nimrod Mgoe, maarufu kama Gito Wax, Mafinga Boy, GITO. Ndio mimi. Nasikika kwenye vipindi vyote, karibu vyote vya burudani, Jumatatu mpaka Ijumaa. Extra Flavor tunaanza saa 7:30 mpaka saa 10. Jumamosi saa 4 mpaka saa 8 mchana. Saa 9. Jumapili saa 4 mpaka saa 7. Msiache kunisikiliza jamani. Pale mjini sina shughuli nyingine, ndio ya utangazaji, kwa tusikilizane pale. Kwa majina naitwa Atwa Izake, ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi kutoka Upland FM, lakini pia ni mtangazaji wa kipindi cha Sauti ya Watoto kinakuja kila siku za Jumamosi saa 3 kamili mpaka 4 kamili, ni saa moja tu. Kamwene. Asa mimi tatizo langu ni moja tu, kuongea siwezi, ila kuongea kwa kufanya hivi naweza. Kwa jina naitwa la maarufu hilo DJ Jeda kutoka Prince FM, na usika kwenye kipindi cha Extra Flavor. Kwa leo sitaongea chochote, ila nina maneno machache nataka niongee. Naona tumejitokeza sana. Kwanza Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana. Kamwene. Shikamoni. Poleni najua. Kwa majina naitwa Daima Frankie, ni mwalili msaidizi, lakini pia nafanya kipindi cha Sayari ya Upako, kipindi cha Sauti ya Watoto pia nasikika pale. Lakini pia ni mjasiriamali mdogo, nauza kachori jamani, kachori za moto, pilipili kutoka DRC Kongo. Asanteni sana na karibuni. Naitwa Beata Yosam, ni mwandishi wa habari na ni mtangazaji wa Radio Upland. Nafanya kipindi cha asubuhi leo, nafanya kipindi cha Jazz na Pwani kila Jumapili. Nasoma taarifa ya habari kila siku saa 1 mpaka saa 2 usiku, lakini pia ni katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Asante. Mimi sina maneno mengi zaidi ya kuwasalimia tu ndugu zangu. Mimi jina langu naitwa Benedicto Clay. Upland pale nafanya shughuli ya kupiga picha, kufanya video clip pia. Kwa wale ambao mnatutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, basi mimi ndio huwa naisimamia ile. Asanteni. Hapa ambaye tumemsahau hayupo zaidi ya DJ Luka Show, yeye anaendelea na majukumu mengine kama ambavyo mnamuona. Ni huyu bwana. Tumesema kwamba bado tunaendelea kupambana tuwe tunasikika kwa uzuri, ingawa pia kwa sasa tunasikika vizuri. Hiyo ni sehemu tu ya timu ya wafanyakazi wa Upland FM ambao tuko hapa leo Uwemba, lakini Upland FM ina wafanyakazi zaidi ya 20. Hao ni wachache tu ambao wanasimamia baadhi ya majukumu na wamekuja kwenye jukumu hili la kampeni ya Tunaishi Nao hii leo. Tunaishi Nao. Mbona kama mnajichanganya hivi? Tunaishi nao. Usimwache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Najua hamjamwona Fikirini Ngailo ambaye ndiye mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Atakuja kusimama baadaye wakati anatoa taarifa ya michango, na atakuja pia kutambulisha wale ndugu zetu wanaohusika na ukusanyaji wa michango kupita huko mitaani kutokea kwenye maeneo mbalimbali. Na kwa sababu tuko nyuma ya muda, niombe kwa wakati huu ni mlete aliyeandaliwa kwa ajili ya taarifa ya michango kwa wananchi wa Uwemba. Yeye atakuja kusema walichokipata mpaka hivi sasa, na kisha tutaendelea na ratiba nyingine. Nimeshakaribia. Nafikiri mnanifahamu wenyeji, lakini kwa wageni naitwa Margaret Mponji, mtendaji wa mtaa Uwemba. Pia ningependa tu kusoma kwa ufupi
kwamba mtaa wa Uwemba tumepata kiasi gani kwa maana ya fedha. Tumepata shilingi 1,082,900. Lakini pia tumepata viazi debe 5, unga debe 1.5, mahindi debe 2, maharage kilo 10, sabuni miche 2.5, chumvi pisi 1, viberiti 4, dawa mswaki 1 na sabuni ya unga pisi 1. Naomba kuwasilisha. Nitatoa mchanganuo wa watu waliotuchangia mpaka tumefikia hapa. Kuna Benedictine Fathers Uwemba wametuchangia shilingi 100,000. Clementina Mdetele ametoa 15,000. Barnabas Nenuka 15,000. Mtaa wa Mwanyago 69,000. Tanesco Uwemba 75,000. Kanisa la TAG 40,000. Mtaa wa Majengo 98,000. Kituo cha polisi Uwemba 20,000. Godi Mwanyika 10,000. Kituo cha mafuta Uwemba shilingi 10,000. Mtaa wa Uwemba Magharibi A shilingi 79,600. Mtaa wa Uwemba Magharibi B 61,000. Mtaa wa Mashariki A 105,000. Mtaa wa Mashariki B 60,500. Kanisa la EAGT shilingi 30,200. Kanisa la Pentecoste 26,000. Shule ya St. Raphael Uwemba 47,000. Linus Msagara 20,000 na kanisa la Anglikana Uwemba shilingi 15,000. Tunashukuru sana kwa taarifa nzuri ya wananchi wa Uwemba kwa michango yenu ambayo imewasilishwa na afisa mtendaji. Tunaamini pale ambapo mmetoa ni kwa ajili ya Adelina, na hii kupitia Apens FM, na ndio maana mmejitokeza kwa wingi pia kwa ajili ya kushirikiana na sisi. Sasa ni kuinue mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, ndugu yangu Fikirini Ngailo. Nitakupa majukumu matatu. Kwanza ufanye utambulisho wa wadau, lakini pia utazungumza machache juu ya kampeni ya Tunaishi Nao, na utakuja kutoa taarifa ya michango yote ambayo imeratibiwa na Apens FM. Tulipaswa kuwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Uwemba, ametuomba udhuru, wakati wote atakuwepo hapa kwa sababu tulikuwa naye na tulimwalika na alitupokea vizuri. Tulipaswa pia kuwa na mkurugenzi mtendaji wa Apens FM ndugu Humphrey Milinga, na yeye pia nadhani atatukuta tukiwa tunaendelea na kampeni kwa sababu ni sehemu yake pia ya familia yake ya Wanauwemba. Karibu sana mratibu wa kampeni. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Salamu alaikum. Asante sana. Kama sijaitumia salamu ya kwako basi iwakilishwe na hizi nyingine. Amina. Kamwene. Asante. Kama ambavyo nimetambulishwa, jina langu ni Fikirini Ngailo, lakini wengi mnanifahamu kama Maskini Jeuri. Mimi ni mratibu mkuu wa kampeni ya Tunaishi Nao kupitia Apens FM Radio kuanzia mwaka 2019 kama msimu wa kwanza, na mpaka sasa ni 2025 ukiwa ni msimu wa 7. Tunayo furaha ya kupenda kuwashukuru sana ndugu zetu kutoka Uwemba na maeneo mbalimbali ambapo tunaamini mpaka sasa wanaendelea kutusikiliza kupitia radio. Lakini tunawashukuru kwa sababu ninyi wana Uwemba mmejitokeza na mko hapa siku ya leo kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini tunawashukuru wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali ambako wanaendelea kutusikiliza kwa sababu ya ushiriki wao kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini sambamba na hilo, tunaamini kuna ushiriki wa aina tofauti. Wapo ambao wameshiriki kwa kuweza kuchangia kile ambacho wamejaliwa kwa nacho, lakini wapo ambao wameshiriki kwa kuendelea kuiombea na hata kumwombea mpendo wetu Delina Mwanyika. Kwa tafsiri hiyo, itoshe tu kusema kwamba ninawashukuru sana. Sasa jukumu ambalo umenipa chungwa, nafikiri swala la utambulisho wa wadau na wachangishaji sehemu mbalimbali, nitakuwa ninawatambulisha na kutaja kile ambacho wamekileta ili tuweze kuokoa muda, tuweze kwenda vizuri kuliko niwasimamishe mara ya kwanza halafu nije niwasimamishe tena nisome majina yenu mara ya pili. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi,
kuweza kuwatambulisha ndugu zetu ambao tunashirikiana nao. Naomba niseme machache kuhusiana na kampeni ya tunaishi nao. Kwanza naomba wale wachangishaji ambao mnachangisha michango kutoka maeneo mbalimbali tupunge mikono hapo tulipo. Lakini pia niombe wanaoemba nanyi pungeni mikono. Maeneo karibu na Uwemba pungeni mikono pia. Asante sana. Naomba niendelee kutoa shukrani za dhati kama ambavyo nimeshukuru mwanzo. Kampeni ya tunaishi nao kwa Uwemba leo tunakuja ni mara ya pili. Msimu wa kwanza tulikuja 2020 na tulimgusa mhitaji ndugu yetu Mgimba, yuko pale mbele. Kwa kipindi kile alikuwa na changamoto ambayo alikuwa amevunjika kiuno kwa sababu ya changamoto ambayo ilitokea. Alikuwa nyumba inavuja, basi akaona apande pale juu kurekebisha kigai, bahati mbaya aliteleza kwenye ngazi akawa amedondoka. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, anaendelea vizuri baada ya matibabu kadhaa ambayo yamefanyika kwake. Lakini pia kampeni ya tunaishi nao tumezunguka kwenye maeneo mbalimbali tukiendelea kuwasaidia wahitaji mbalimbali juu ya changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wakidhibitia kwa namna moja au nyingine. Na katika maeneo hayo ambayo tumepita, wapo wahitaji ambao wametangulia mbele za haki, lakini pia wapo wahitaji ambao mpaka leo wanaendelea vizuri, wapo wahitaji ambao wamepona na wanaendelea na majukumu yao. Tujipigie makofi katika hilo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa wale ambao wanakuwa wanaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa wale ambao wanakuwa wamepona. Lakini bado tunamshukuru Mungu hata kwa ajili ya wale ambao wanakuwa wameondoka, kwa sababu imeandikwa shukuruni kwa kila jambo. Si ndivyo? Na sisi hatuwezi kusema kwamba tutamlaumu Mungu kwa sababu ya hayo ambayo yanatokea. Zaidi tunapaswa kumshukuru yeye, ndo ambaye ni mwamuzi wa mwisho. Amina. Lakini wengi wanatangulia mbele za haki kwa sababu tunakutana nao katika kipindi ambacho wako kwenye sekunde au dakika za mwisho. Changamoto alizonazo zimeshakuwa kubwa kiasi ambacho ni ngumu sasa mtu atakipatiwa matibabu bado haiwezi kwa sababu kwake. Mfano mzuri ni mhitaji wa mwisho au amini wa kwanza ambaye tulitakiwa tuanze naye kupitia kampeni ya tunaishi nao. Tumeenda kumuona akiwa katika hali ambayo ni mbaya sana. Lakini matarajio yetu na mategemeo ilikuwa ni tuweze kumsaidia aweze kwenda hospitali akafanywa matibabu na hatimaye aweze kuendelea vizuri. Lakini bahati haikuwa upande wetu. Tumepokea maswali, tumeulizwa, na wengine wametoa ushauri pia kwamba mnawasaidia wahitaji hao wakiwa katika dakika za mwisho. Kwa hiyo ni bora mngekuwa mnaangalia wale ambao wana uafadhali. Sasa sisi tuliopo hapa tuulizane mimi na ninyi. Wewe mwenzangu, unaweza kumwambia mhitaji kwamba wewe hatuwezi kukusaidia kwa sababu utakufa siku senyenye? Unaweza? Ni jambo ambalo ni gumu sana eh? Kwa hiyo tunalazimika kufanya kile ambacho tunatakiwa kufanya katika kumsaidia mhitaji kama sehemu ya maandiko yanavyozungumza. Amina. Lakini tunaamini uwepo wake wa kuendelea kuishi, siku zake za kuishi anayezihesabu ni Mungu, si ndio? Kwa hiyo sisi tunaenda pale kumsaidia kama sehemu ya maandiko yanavyotuagiza. Na ndio maana nimekuwa nikipenda sana hata hizi tunazozikusanya tuziite sadaka na sio michango. Kwa sababu ninaamini hata anayetoa anatoa kwa kugusa, kwa sababu ni sehemu ya kile ambacho kimetoka moyoni mwake. Amina. Kwa hiyo ndugu zetu, ni kwamba sisi tutaendelea kuwasaidia wahitaji kwenye maeneo yote kupitia changamoto mbalimbali. Lakini mhitaji akipona kwetu sisi ni alama. Mhitaji akiendelea vizuri kwetu sisi ni alama. Lakini hata ikitokea siku za Mungu zimefika ukomo, basi kwetu sisi bado itabaki kuwa alama kwamba tulifanya jambo kwa ajili yake. Amina. Lakini sambamba na hilo, nini ambacho kinasababisha tunakutana na wahitaji ambao wao wamechoka au wapo kwenye hatua ambayo ni ngumu? Moja ni kwamba jamii yetu bado tupo nyuma sana katika kipengele cha kufikiri kusaidiana kupitia changamoto mbalimbali ambazo wenzetu wanazipitia. Kwa maana ya kwamba tunaweza tukawa tunamwona mgonjwa kwenye eneo letu, tunamwona na changamoto,
lakini hayuko ambaye anafikiri kusimama na kuweza kumsaidia yule mhitaji mapema ili aweze kutibiwa. Hayupo ambaye anaweza akasema hata kwa wenzake kwamba jamani, tunaye mwenzetu pale anaumwa, hebu tufanye jitihada za kuweza kumsaidia. Si ndivyo ndugu zangu? Lakini tunakuja kufikiri kuyafanya hayo kwenye dakika ya mwisho. Na saa nyingine sisi tumetengeneza utaratibu ama utamaduni wa kuzikana na sio kuuguzana. Watu watakuja kujitolea zaidi pindi ambapo ataambiwa amefariki. Ndipo ambapo utakuta magari mengi yamejaa, ambako unajiuliza kumbe na ndugu zake na wenye magari si ndio? Ndipo ambapo unagundua kwamba kumbe ndugu zake anao wengi. Lakini siku hiyo watu watakuja kujitolea, na hata jeneza atasema hili hapa litatutia aibu, tusichukue hili, tuchukue hili la bei kubwa kidogo. Uongo ndugu zangu? Haya yapo ama hayapo? Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu huu. Tunaweza kutumia kwenye msiba gharama kubwa zikazidi hata milioni 2 na kuendelea, lakini mgonjwa amefariki kwa matibabu ambayo yalihitaji 500,000. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu wa kuzikana na sio kuuguzana. Niendelee kuwaomba ndugu zangu, jamaa na marafiki ambao tuko hapa, wale ambao tunasikiliza redio kutoka maeneo mbalimbali, tuendelee kutengeneza utaratibu rafiki wa sisi kuona namna ambavyo tunaweza tukauguzana. Amina ndugu zangu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wachangishaji na elimu mbalimbali ambazo zinatolewa kwenye vyombo vya habari kama hivi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tumeona mafanikio. Mwaka jana baada ya kampeni ya Tunaishi Nao kuisha, tumehudhuria maeneo mengi sana. Watu wakiendelea kufanya kampeni kwenye maeneo yao, wakiendelea kuwasaidia watu kwenye maeneo yao. Tunaomba msife moyo na tuendelee kulifanya hilo. Amina ndugu zangu. Hatutaki tufanye kampeni ya Tunaishi Nao kwa ajili ya radio tu. Niliwahi kusema mahali pengine hata mwaka jana kwamba huenda kuna kipindi, kuna siku itafika automatic Upland FM tutaacha kufanya kampeni ya Tunaishi Nao. Tutaacha kufanya kwa sababu tunaamini elimu ambayo tumeitoa kwa muda wa mwaka wa 7 sasa itakuwa imetosha kwetu sote, si ndio? Sasa tutawaacha ninyi mweze kuendelea kusaidiana kwenye maeneo yenu. Sasa kama tutakuwa ni watu ambao tunaweza kusikilizana vizuri tukikutana hapa, lakini hatuwezi kufanya vizuri katika kuyatekeleza yale, tuamini tu kwamba hatutofanikiwa. Amina ndugu zangu. Lakini sambamba na hayo yote, naomba niendelee kutoa pole kwa familia ya Adelina Mwanyika kwa changamoto ambazo wamezipitia, kwa sababu si rahisi. Adelina Mwanyika, kama ambavyo nimezungumza mara kadhaa, mimi sikuwa najua kama alikuwa anaumwa. Sikuwa najua kama anaumwa, lakini nilianza kumsikia kupitia vipindi vya redio. Kisikiliza redio huwezi kukosa kusikia Adelina vile vipindi vya salamu akisalimiwa au yeye pia akisalimia watu. Lakini kumbe alikuwa anayafanya yale yote huku akiwa anaumwa. Hata tulipoanzisha utaratibu wa kutengeneza watu wa kutusaidia kuchangisha michango kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kukusanya sadaka hizo, bado Adelina Mwanyika naye alijitolea na kujitoa kabisa kwamba mimi niko tayari kwa ajili ya kuendelea kuchangisha michango hiyo. Lakini kumbe anafanya haya yote akiwa na yeye anaumwa. Kile ambapo ninyi pia hamkuwa mnatambua, basi na sisi tulikuwa tutambue. Wale wadau wetu, washiriki, wachangishaji wa michango kwenye maeneo mbalimbali, wao pia wanamfahamu Adelina Mwanyika, lakini hawakuwa wanatambua kama alikuwa anaumwa. Uongo ndugu zangu? Lakini ni siku ya mwisho tulipokaa kikao, tukazungumza kwetu kuzungumza juu ya kampeni yetu ya Tunaishi Nao msimu wa 7, ndipo ambapo Adelina baadaye ananipigia simu na kuniambia naomba nijilete mwenyewe hapa nilipo, ninaumwa. Kwa hiyo unaona ni ujasiri wa hali ya juu sana ambao aliutumia Adelina. Hakuishia kuchangisha michango kwa ajili ya wahitaji ambao walikuwa wanatangazwa kwenye redio. Adelina Mwanyika bado kuna kampeni ambazo ziliendelea huko kwa ajili ya kuchangia. Kuna mtoto mlimchangia, si ndio? Lakini Adelina Mwanyika ndio ambao walishiriki pamoja na Matias Kadaga kuratibu ile zoezi kumchangishia yule mtoto michango, sio? Lakini na yeye akiwa naumwa. Kwa namna ya tofauti, ni jambo ambalo ni gumu sana, sio? Lakini yeye aliamua kujitoa sadaka kwa ajili ya hilo.
Sasa umefika wakati ambao na sisi tunatakiwa kumshika mkono yeye. Tunashukuru sana wote ambao mmefanya kila ambalo linawezekana katika kumshika mkono. Lakini sambamba na hilo, ndugu zangu, tatizo ama changamoto ya kansa bado ni tatizo. Kuna muda natamani kusema mkoani Njombe, lakini ninafikiri kwamba huenda inaweza ikawa na hata maeneo mengine, ila huko ni kwa sababu hakuna kampeni ya tunaishi ndio maana hatujui. Si ndio? Lakini kwa eneo letu la Njombe changamoto ya kansa bado ni tatizo. Naomba nikiri wazi kwamba upo uwezekano mkubwa wa kama ambavyo tulianza na mhitaji wa kwanza, tumekuja wa pili, mhitaji ambaye tutamtangaza kesho asubuhi pia naye na tatizo la kansa. Lakini yani kwenye listi yangu ya wale wahitaji ambao nipo nao kwenye uratibu, ninafikiri huenda mpaka mhitaji wa 7 kama si 8 wote wana shida za kansa. Vidonda vya kansa. Niwaombe tuendelee kufuata ushauri wa madaktari, kupata elimu juu ya changamoto hii ya kansa, kuepuka yale yote ambayo madaktari wanatufundisha na kutueleza juu ya changamoto ya kansa. Lakini tuendelee kusikiliza vyombo vya habari kwa maana ya Upland FM. Sisi pia tunaendelea kufanya uratibu wa kuwapata madaktari ambao wataendelea kutoa dondoo za changamoto hii ya kansa kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Tutakuwa tunaendelea kusikia, hicho ndicho ambacho tumefikiri kukifanya kwa sababu ya hili ambalo tumeliona. Niwakumbushe tu ndugu zangu, kansa hii pindi ambapo mtu anakutana nayo, matibabu yake sio lelemavu. Sawa eh? Ni changamoto ambayo ikishakuwa imeshaingia kwako, matibabu yake sio madogo. Matibabu yake gharama ni kubwa sana. Sasa tunajaribu kusema hivi kwamba tuanze kutoa elimu ili tunapoanza kuona dalili, basi mtu aweze kukimbia na kwenda kufanya vipimo. Na si tu kukimbilia duka la dawa ukanunua dawa ukaitumia halafu mwisho wa siku kumbe tatizo linazidi kuwa kubwa zaidi. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu, lakini hata sisi pia tuendelee kulifanya hilo. Tunazo simu zetu smartphone, si ndio? Basi badala ya WhatsApp, Facebook, Instagram na TikTok, tuanze kuangalia hata kupeluzi, kujua changamoto za kansa, madhara yake, inasababishwa na nini, na tuanze kuviepuka hivyo. Sawa ndugu zangu, ni rahisi sana kulipuuza hili, lakini ni kwa sababu halipo miongoni mwa familia yako. Amina. Ila likishafika kwenye familia yako ama kwa ndugu yako, ndipo ambapo utaona wakati ambao ni mgumu sana kuweza kulimudu jambo hili na kuweza kulimaliza. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, tuweze kufanyia kazi mambo hayo ambayo yanazungumzwa. Lakini jambo nyingine, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitowashukuru serikali, mtendaji, mwenyekiti, mabalozi pamoja na wajumbe mbalimbali ambao mmeshirikiana katika kupitisha madaftari mkikusanya hizi sadaka kwa watu kwa ajili ya Adelina Mwanyika. Tayari kiasi cha shilingi milioni 1,080 na zaidi ya 80 kimeweza kukusanywa. Kwa hiyo si jambo dogo. Kama isingekuwa viongozi mmeshikamana na mmeshikana vizuri, isingekuwa rahisi. Amina. Lakini kwa sababu ya nguvu ya kushikamana viongozi pamoja na wananchi, mmeweza kufika hapo. Mungu abarikeni sana. Naomba nisichukue muda mwingi. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza hotuba yangu kama mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Niombe sasa nitumie nafasi hii ya kufanya utambulisho wa wadau wetu ambao wanatusaidia kukusanya sadaka hizi za kampeni ya Tunaishi Nao kwenye maeneo mbalimbali. Sasa nitakapokuwa ninataja eneo, mtakuwa mnasimama wakilishi, mnapunga mikono na ninasema kiasi ambacho mmekileta leo, ambacho mmekikusanya. Mwisho nitasoma majumuisho ya hesabu nzima, tuna kiasi cha shilingi ngapi. Lengo ni tusitumie muda mrefu. Tunao wakilishi kutoka eneo la kijiji cha Idunda. Naomba tusimame wakilishi tuweze kupunga mikono. Wamejitahidi kwa wiki hii, wamekusanya kiasi cha shilingi 100,000
40,800. Tuwapigie makofi. Lakini tunaye mwakilishi kutoka eneo la Mgendela ambaye yuko wapi? Simoni Deodata yuko wapi? Ungesimama upunge mikono watu waweze kukuona. Amekusanya kiasi cha shilingi 53,500. Lakini tunao ndugu zetu kutoka Msete Mji Mwema. Wao wasimame pia. Wamekusanya kiasi cha shilingi 141,100. Lakini tunao ndugu zetu kutoka Kambarage, hii inamaanisha Nzenge, kule Igereke, Majengo pia. Popote mlipo tafadhali naomba mpunge mikono kwa mmoja wenu. Wamekusanya kiasi cha shilingi 356,900. Tunao ndugu zetu kutoka Kibena Kati, naomba tupunge mikono. Wamekusanya kiasi cha shilingi 95,300. Tunao ndugu zetu kutoka Mji Mwema, tupunge mikono. Wamekusanya kiasi cha shilingi 98,000. Lakini kutoka Hagafilo, mwakilishi punga mikono. Amekusanya kiasi cha shilingi 28,000. Tunao ndugu zetu kutoka pale National Housing, tupunge mikono. Kusimama ndo hatuwezi. Wamekusanya kiasi cha shilingi 55,000. Lakini tunao ndugu zetu kutoka Maheve, mwakilishi msema kweli, amekusanya kiasi cha shilingi 1,100,200. Kibena Hospitali, wakilishi naomba tusimame na tupunge mikono. Wamekusanya kiasi cha shilingi 94,700. Usalule wamekusanya kiasi cha shilingi 94,500. Tunyoshe mikono. Nyombo wamekusanya kiasi cha shilingi 225,750. Tupunge mikono. Galanga wamekusanya kiasi cha shilingi 163,400. Punga mikono tafadhali. Mgodechi wamekusanya kiasi cha shilingi 250,600. Tupunge mikono tafadhali wakilishi. Kifanya wamekusanya shilingi 172,150. Wakilishi punga mikono. Lulanzi shilingi 120,550. Tupunge mikono. Magoda shilingi 83,000. Tupunge mikono. Tumepokea kutoka Matija Njola 88,000. Mwakilishi punga mikono. Stendi ya zamani kwa Mama Shalom 63,000. Mwakilishi. Tumepokea shilingi 100,000 na shilingi 15,000 kutoka Joshoni na Mpeche. Asante sana. Igima shilingi 100,000 na 50,000. Tumepokea shilingi 91,100 kutoka Nundu. Tumepokea shilingi 92,500 kutoka Beluanda. Lakini pia tumepokea shilingi 40,000 kutoka Palesha Maria. Mwakilishi punga mikono. Tumepokea shilingi 106,400 kutoka Utelewe. Asante wakilishi. Kutoka Lwangu tumepokea 101,200. Kutoka Matembwe 137,100. Tumepokea shilingi 121,600 kutoka Luponde. Ihanga Mkalati shilingi 75,700. Mwakilishi au wakilishi. Lakini kutoka pale Kidegem, Makoga 100,000 na shilingi 10,000. Kutoka Kidegembia shilingi 500,000, 10,300. Wakilishi tupunge mikono. Kutoka pale Ijelango 119,000. Anaitwa Pamba Nyepesi, sema leo amepiga pamba nzito. Kutoka kijiji cha Ikando, ile ni karibu na Ibumila, si ndio Ikando shilingi 144,700.
Hawa ni eneo jipya na wameanza kuchangisha mwaka huu. Tuwapigie makofi mengi. Lakini kutoka Ramadhani wawakilishi pungeni mikono wamekusanya shilingi 235,900. Tumepokea kutoka kijiji cha Itunduma. Napozungumzia Itunduma ni pale Wangama Kona, wamekusanya kiasi cha shilingi 5,70,000. Kutoka Yakobi tumepokea shilingi 239,800. Tupunge mikono wakilishe. Kutoka Nazareti shilingi 43,500 mwakilishi, tafadhali punga mikono. Lakini kutoka wafanyabiashara kutoka Mawindi, wao walituma kiasi chao cha shilingi, wametoa kiasi cha shilingi 39,700. Mungu abarikini sana. Kutoka Lusisi wametoa shilingi 174,800. Tumepokea shilingi 92,500 kutoka Melinzi, wakilishi naomba tupunge mikono. Kutoka kijiji cha Limage shilingi 190,200. Lakini pia Ikangasi, kiongozi Kilian Malakela uko wapi? Asante sana. Sasa ndio umekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kwenda kuchangisha. Asante. Wewe leta mchango binafsi shilingi 30,000 kwa sababu alikuwa hajachangisha, alikuwa hajachukua fomu, lakini sasa ndio umekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kuendelea na uchangishaji. Hivi ni mwenyekiti pia? Umefanikiwa kwa mara nyingine? Mitano tena. Asante. Yeye ni mwenyekiti wa kijiji cha Ikangasi. Kwa hiyo mwaka jana tumekuwa tukimuita mwenyekiti, lakini Mungu amekuwa mwema kwake, imekuwa ni mitano tena. Basi tunakuombea yende mingine tena siku nyingine mpaka kata. Asante sana. Jana tumepokea watumishi kutoka Kibena Hospitali. Wao pia wametuunga mkono kupitia kampeni ya Tunaishi Nao kwa shilingi 1,078. Lakini tunavyo vikundi vya kampeni ya Tunaishi Nao. Baada ya kampeni ya Tunaishi Nao vilianza vikundi vya kusaidiana kuishi pamoja kwenye shida na raha. Tunalo makundi 4 mpaka sasa. Tunaishi Nao A wametoa shilingi 40,000, wakilishi pungeni mikono. Mimi pia ni mmoja wapo. Tunaishi Nao B wametoa shilingi 26,000, punga mikono wakilishi. Tunaishi Nao C wametoa shilingi 42,000, pungeni mikono. Asante. Lakini pia nakuwa nimewasaliti nisiposema mimi ni mmoja wenu pia. Nipo pia kwenye ile kundi la Tunaishi Nao C. Tunaishi Nao D wametoa shilingi 100,000, pungeni mikono. Lakini hawa wachangishaji ambao wanapita kukusanya sadaka kwenye maeneo mbalimbali, manake haya makundi ya Tunaishi Nao wengine wapo kwenye vikundi na wanachangisha michango. Amina. Kwa hiyo michango yao kwenye vikundi vyao ndio wametoa kama ambavyo nimesoma. Lakini wapo wachangishaji wa michango ya kampeni ya Tunaishi Nao. Bado sijamaliza, naendelea. Wapo wachangishaji wa michango ya kampeni ya Tunaishi Nao ambao wao si miongoni mwa kundi A, B wala C wala D. Amina. Wao pia baada ya kuchangisha na wao pia wakasema na sisi tunachangia. Kwa mmoja wao wamechangia shilingi 100,000. Tumepokea kutoka kwa wanafunzi wa Agnes Trust Secondary. Mwakilishi wao yuko hapa, mkurugenzi, tutampa nafasi baadaye atatusalimia. Lakini wamechangia mchele debe 1. Wamechangia gloves. Mkurugenzi yuko wapi? Naomba usimame popote ulipo, punge mikono mama yetu. Huyu ni mkurugenzi wa Agnes Trust ya. Na kama mnasikia redioni pia madege basi yeye ni mhusika. Kwa hiyo na mikate mingine pia imekuja hapa Asante sana. Lakini pia ameleta na maandazi kama na vitafuno. Amina. Tupokea hapa kutoka kwa Gerald Mligo alituchangia shilingi 10,000 wakati tunafika hapa. Punda wa Yesu shilingi 10,000. Nafikiri mnamfahamu Ni mdau pia kutoka pale Kiaula Lugenge.
Tunao wachangishaji kutoka Ihalula. Namba mpunge mikono. Wamechangia kiasi cha shilingi 110,600. Tunao wachangishaji kutoka Njomlole. Namba tupunge mikono. Kiasi cha shilingi 243 wameweza kuchangia. Tunao wachangishaji kutoka Wikich. Wamechangia kiasi cha shilingi 103,000, tupunge mikono. Mwakilishi Martha Mgimba. Lakini katika hiyo fedha ufafanuzi kanisa la Sabato walitoa shilingi 9,500, RC shilingi 30,700. Tumeona ni vizuri tukiwa maisha ni hivyo kwa sababu waliweka vyombo kanisani wakati ibada ikiendelea na ukapatikana mchango wa amina. Kwa hiyo ni muhimu tukiwashukuru kwa nafasi hiyo. Tuna wachangishaji kutoka Nole. Yuko wapi? Tumepokea kiasi cha shilingi 70,000. Kutoka Kilenzi. Mzee wangu upo? Punga mikono basi. Asante sana. Wamechangia kiasi cha shilingi 96,600. Lakini tumepokea shilingi 87,600 kutoka Igomenye. Tumepokea shilingi 281,400 kutoka kijiji cha Itibula. Tupunge mikono wawakilishi. Oh yes, kutoka Mfereke 80,600, tupunge mikono wakilishi. Lakini pia shilingi 282,500 kutoka Utalingolo. Amba wakilishi bwana Nyama, punga mikono vizuri kabisa tuweze kufahamu. Lakini kutoka Mtwango tumepokea shilingi 151,350, wakilishi naomba tupunge mikono. Hili ni eneo jipya ambalo tumeanza kupokea michango na sadaka kutoka eneo lao, ndio wameanza mwaka upya. Lakini tumepokea kutoka Ihanga, Lulanda, Mriwati na Lulila kiasi cha shilingi 126,500. Kutoka Ibumila, ile ni eneo jipya pia. Wakilishi naomba tupunge mikono. Bwana Ngapulila. Tumechangia shilingi 164,000. Lakini pia kutoka Lunyanywi. Uko wapi? Mwakilisha. Asante sana. 73,500. Tumepokea kutoka Ikisa. Uko wapi mwakilishi wa Ikisa? Semwagama. Okay. Shilingi 101,400. Tukijumlisha michango ambayo tumepokea redioni na wale ambao wanatukusanyia kwenye maeneo mbalimbali, kimepatikana kiasi cha shilingi 7,472,550. Tutakuja kuwapa hesabu ya jumla baada ya kufanya makusanyo ya mwisho na kujumlisha pia na michango ambayo serikali pia wamechangisha. Unapopata, unapokosa, maisha ni safari ndefu. Uvumilie, uvumilie. Usikate tamaa mama, kata
Ohoeole. Asante sana. Poleni sana ndugu zangu kwa kupigwa na jua. Lakini tuamini tu kwamba kile ambacho tulikuwa tunakifanya ni kwa ajili ya mustakabali mzima maisha ya mama yetu Adelina Mwanyika. Amina. Lakini zaidi tumejitoa ni sadaka. Amina. Asante. Basi nashukuru sana kwa ushirikiano wote ambao tumeoneshana. Mwanzo tulitangaza michango, lakini tukaweka kapla nyumbani hapa, kila mmoja aweze kupita na changia, hata kwa wale ambao walikosa kukutana na viongozi ambao wanachangisha. Ile kapla nyumbani kwa pamoja tulitoa shilingi 368,100. Lakini fedha hiyo ni kwamba kapu la kwanza ambalo tulitoa kwa mmoja wetu tulitoa shilingi 277,500. Amina. Lakini nikasema kina mama na sisi tuje ili tuweze kutoa nauli ya mwenzetu kuelekea hospitali. Wanawake mmetoa shilingi 54,000. Lakini nikasema wanaume nasi tuunge mkono katika jambo hili. Mmetoa shilingi 36,600. Asante. Lakini tukijumlisha sasa majumuisho ya fedha zote ambazo tumezikusanya mpaka muda huu ninapotangaza hapa, tumepata jumla kiasi cha shilingi 8,926,550. 8,926,550. Baada tujapata jumla ya mahitaji mengine kama mahindi ni kiasi gani, hiyo nafikiri ingetuchukua muda mwingi zaidi. Amina. Tuwashukuru sana ndugu zetu mnaotusikiliza kupitia radio wana Uwemba pamoja na maeneo mbalimbali. Lakini waombe, ndo kwanza tumeanza kampeni yetu. Kesho asubuhi saa 2:30 tutatambulisha mahitaji yanayofuata kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, na yatakuwa ni nani, ni wapi. Basi kama ambavyo tumeanza, twende mpaka mahitaji wa 12. Asanteni sana. Tunashukuru. Tunaishi Nao. Sasa ni muda wa shukurani. Nianze na ndugu zetu wa Uwemba. Karibu mama yangu Rafaela, uzungumze kwa niaba ya wanawake wote wa hapa Uwemba. Karibu. Kwa niaba ya wanawake wote, ninapenda kutoa shukurani kwenu kwa moyo wa ukarimu, kwa moyo wa kutambua juu ya dada yetu, mama yetu Adelina Mwanyika, juu ya changamoto yake aliyokuwa nayo. Naomba tusiishie hapa, tuendelee na moyo huo huo kwa yeyote mwenye changamoto yoyote mbele yako katika jamii yetu inayotuzunguka. Asanteni. Tunakushukuru sana mama. Nimeambiwa ndugu yangu bwana Geoffrey hayupo. Sasa natoa nafasi ya upendeleo kwa ndugu wetu mwanachama wetu wa Tunaishi Nao hapa Uwemba, bwana Matias Kadaga. Wewe pia uje uwashukuru wananchi wako wa Uwemba, lakini pia uzungumze neno kwa maeneo mengine ambayo tunaendelea. Na wana Uwemba mjue kwamba Adelina Mwanyika yupo kwenye kundi hili la wanaokusanya michango katika maeneo ambayo yanatuzunguka hapa Uwemba. Tunaishi Nao. Kwa majina naitwa Matias Kadaga, naye wakilisha vema tokea pande za Uwemba sokoni na ni mchangishaji katika eneo hili la Uwemba. Kiukweli kwa msimu huu wa 7 wa Tunaishi Nao, tunamshukuru Mungu, wana Uwemba wamekuwa waelewa na wamekuwa wana uwezo wa kutoa pesa nyingi tofauti na mwaka jana ule msimu wa 6. Nashukuru kwamba elimu ya Tunaishi Nao imekuwa ikiendelea sehemu nyingi za hapa Uwemba na sehemu za karibu. Kwa hiyo nachoomba wana Uwemba na kushirikiana na viongozi wote wa serikali, tuendelee kuchangia kampeni ya Tunaishi Nao, hasa katika huu msimu wa 7, kwa maana sasa hivi tupo mhitaji wa pili na bado tuna wahitaji wengine ambao wanafuata mbele yetu. Ninachoomba ndugu zangu wa Uwemba, pindi tunapokuwa tunaomba michango yenu, tunaomba muwe mnajitokeza kwa wingi, kwa maana michango yenu ndio sadaka yenu. Unaunga lita 2, lita 1, robo, maparachichi 2,
mimi napokea na kuandika jina, unakuwa ni sadaka yako ambayo unakuwa umewajibika na unakuwa kwamba umejitolea kwa wakati huo. Kwa hiyo sasa hivi tumwombee Adelina aweze kwenda hospitali na kuweza kurudi katika hali yake, na pia tuna uwezo wa viongozi kushirikiana na wananchi wa Wemba kuendelea kushirikiana kuwauguza wagonjwa mbalimbali ambao wapo katika serikali yetu. Kwa mfano, mtu anaumwa Wemba, tusitegemee mpaka kampeni ya tunaishi nao ije. Sisi wenyewe tunaweza kuchangishana kupitia serikali yetu ya mtaa, tukamchangia mgonjwa akaenda hospitali na akapata matibabu. Kwa hiyo nguvu yetu kubwa ni kwamba tunahitaji kuona mgonjwa anatibiwa na sio kuonekana kwamba tunakuwa tumejaa wengi kipindi ambacho mgonjwa wetu anakuwa amefariki. Kiukweli hapo tunakuwa hatujatenda tukio la kimsaada. Kwa hiyo kwa umoja wetu naomba tulidumishe hilo, tutembelee wagonjwa sehemu mbalimbali. Na washukuruni sana wanawemba, na pia nishukuru sana sehemu mbalimbali kama makanisa na shule na hawa wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakichangia michango katika kampeni tunaishi nao. Tunawashukuru sana na tunawaomba pia waweze kuendelea kutusaidia katika hilo, kwa maana tupo sehemu ndo ya kwanza, tunaelekea sehemu ya pili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakituchangia pia wagonjwa wetu watapata huduma na kwenda hospitali na kuweza kufanya nini? Kupona na kurudi katika hali zao za mara ya kwanza. Tunawashukuru sana. Tunakushukuru sana Bwana Matias Kadaga kutokea hapa Wemba kwa maneno yako mazuri. Na mimi nisipoteze muda, niombe nimlete Charles Mlonganile. Huyu atakuwa ni msemaji kwa niaba ya wachangishaji wa tunaishi nao. Anatokea pale Itunduma. Wewe uzungumze machache na kundi hili na wale ambao wanatusikiliza kwa hiki ambacho tumekuwa tukifanya nyakati zote. Tunaishi nao. Asante. Kwa majina ya Charles Mlonganile kutoka pale Itunduma, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa wachangishaji wa michango tunaishi nao. Nayo mambo matatu ya kuzungumza. Jambo la kwanza, na washukuru wachangishaji wenzangu wote kwa moyo wa kujitolea katika kusanya michango hii. Tunajua mapana changamoto nyingi, lakini tuendelee kuzivumilia na shughuli ya kutolea iendelee kama kawaida. La pili, katika pita yetu huko mitaani tunakutana na changamoto nyingi. Changamoto hizo naomba tuzivumilie na kupata shule na kuwajibu wale ambao wanashindwa kutolewa vizuri ili siku nyingine tuweze kwenda pamoja. La tatu, tudumishe umoja na mshikamano wa sisi wachangishaji kwa umoja wetu wote. Maana yangu ni kwamba kila sehemu kama kuna wachangishaji watatu ama wanne, tupendane sana, tushauriane ili tuweze kufanya kazi hii ambayo Mungu ametupa kwa uzuri zaidi. Lakini pia kwenye balozi wetu, vitongoji mnaonisikiliza na vijiji, tunao wahitaji mbalimbali ambao tunaweza kuwatambua mapema na kuwasaidia mapema wakapona wakaendelea na shughuli zao. Mungu awabariki sana na asante sana kwa kunisikiliza. Tunashukuru sana ndugu yangu Charles Mlonganile kutokea Itunduma, jeshi kubwa ambao mnafanya kazi kubwa. Nimlete pia mama Beta Chaula. Yeye mnamjua kama Sechaula Moyo kutokea pale Makoga. Aje azungumze pia na Watanzania na yeye ashukuru kwa hiki ambacho tumekifanya leo juu ya kampeni ya tunaishi nao, ikiwa ni mhitaji wetu wa pili. Yeye yuko na sisi tangu tunaanza kampeni hii na nyakati zote amekuwa anaambatana na Uplands FM. Na sababu ya kusema ni asante sana wote mliyemchangia huyu, na nina uhakika kusema na atapona kwa jina la Yesu. Na ninaomba na mimi bado tuendelee kumwombea huyu mwenzetu, maana naye alikuwa anasaidia hii kazi tunayofanya. Mimi ni Sechaula Moyo kutoka Makoga, niko peke yangu, lakini ninaomba kama wananisikiliza kule Makoga kule, naomba wanisaidie kwa sababu ninazunguka vijiji vingi peke yangu. Ninaomba sana, ila kwa mchango wao ninawashukuru sana, waendelee kuchanga kwa sababu leo kwangu, kesho kwako. Asante kwa kunisikiliza, sina la kusema jamani. Asante sana mama Sechaula Moyo, Bita Chaula kutokea pale Makoga. Na mbele yetu hapa mnayemuona ni Adelina Mwanyika. Wakati Baskijeuri ananiambia kwamba alikuwa hajui kama anaumwa, mimi pia nilikuwa sijui. Nyakati zote tumekuwa naye pale ofisini.
na anapokuja ni hivi, amevaa nguo ndefu ambayo inaficha mpaka mguuni, ila anachechemea. Kujua kwamba anaumwa au ni muhitaji ilikuwa ni ngumu kidogo. Mpaka baadaye mwaka jana mwishoni, nakumbuka tulivyoanza kushauriana na mwenzake Bwana Matias Kadaga, ndipo tulivyobaini kwamba mwenzetu ana changamoto. Changamoto ya kansa ni rahisi sana kuizungumza na ni ngumu kuiamini kwamba ni kansa inavyoanza. Na kwa sababu tulikuwa tunamuona, kusema huyu ni muhitaji ilikuwa ni ngumu kidogo. Wakati tunamtangaza muhitaji, kuna kauli ilitoka miongoni mwa Watanzania, na hii ni lazima tuseme, ilionekana kwamba mbona muhitaji wa sasa hivi anaongea sana, ni kama haumwi. Lakini sisi ambaye tulikuwa tunaishi na Adelina nyakati zote pale ofisini, tunajua hali yake, si ndio jamani? Wakati fulani tuliambiwa kwamba appliance ni waongo, mnapoenda kurekodi wahitaji huwa mnawaambia walie kidogo ili mpate kitu kizuri cha kuleta redioni, watu washawishike kutoa michango. Mbona Adelina hajalia na hali yake mmeiona? Kwa hiyo ndugu zangu, kama una dhamira ya dhati kutoa mchango, toa. Kama una dhamira ya dhati kukusanya mchango, kusanya. Hizi za kilikwenda kikarudi zinatuchelewesha sana. Kwa kiasi ambacho tumekipata mama, tunaomba uzungumze kidogo tu na umati huu ambao wamekuja leo kwa ajili yako, na wewe ni mwenzetu kwa sababu umekuwa ukihusika kukusanya michango hapa Uwemba. Lakini pia uzungumze na wale ambao wanatusikiliza kupitia Aprince FM muda huu. Jamani, anayezungumza sasa ndio muhitaji wetu Adelina Mwanyika kutoka hapa Uwemba. Kamwene, kama alivyosema mtangazaji kwamba ndo Adelina Mwanyika, mimi ndo Adelina Mwanyika. Mimi pani ya kulia sina. Pani ya kulialia sina. Vile vile mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuchangisha hiyo hela. Ukweli nilikuwa nafanya. Shida nilikuwa nayo. Na walio wengi walikuwa wananiambia huyu muongo. Uongo wangu nadhani mmeuona kwenye ile picha. Ila mimi nasema hivi, namshukuru Mungu kwanza nilipo ni yatima hai. Lakini leo nimepata ndugu zangu wengi sana. Nimepata kaka zangu, nimepata baba zangu, vile vile nimewapata mama zangu. Ila mimi ninachoomba, nyinyi ni ndugu zangu, naomba msaada wenu wa maombi. Asante. Hapa ndo tunafika mwisho wa kile ambacho tulikuwa tunakifanya. Tunawashukuru pia ndugu zetu wa Uwemba kwa uvumilivu wenu. Tunashukuru wale ambao mmetoka maeneo mbalimbali. Nimeona ndugu zangu wengi tu kutokea Utalingolo, nimeona kutokea Njomlole, mmejumuika na sisi, wa Magoda mpo hapa. Tumeona upendo wenu na tunaheshimu kwa kiasi kikubwa sana. Tuwashukuru pia na ndugu zetu wachangishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao. Msichoke jamani. Hii kampeni tuna watu 12 na ndio kwanza tumebakiwa na watu 10. Tuendelee kushikana mikono namna hii, wote tukiwa pamoja, tufanikishe kile ambacho huwa tunafanya mara zote. Amina. Amina. Sawa. Na hapa ndio tunafika mwisho pia wa matangazo yetu kutokea hapa uwanja wa Uwemba. Tuendelee kusikiliza Aprince FM kwa sababu kesho atatangazwa mhitaji mwingine. Na marejeo ya hiki chote ambacho kimefanyika hapa tutarudia baadaye kupitia kipindi cha Mapito Yangu kinachoanza majira ya saa 4 mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo kama umekwepo hapa unataka kujua tulichokifanya chote, kwa ufupi tu kitasikika baadaye. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kusikiliza Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu nazo